Home Clinic. Mtazamaji wa Sauti TV, karibu katika kipindi cha Home Clinic kinachokujia kila siku ya Jumatano muda na wakati kama huu. Ni kipindi maalum kinachokufanya wewe kujua namna na jinsi ya kuilinda na kuijenga afya yako. Na kwa siku ya leo tutachambua mada ya matumizi ya dawa bila vipimo vya kitabibu. Mimi ni Lucy Zakaria, ungana nami mwanzo mpaka tamati. Na kabla ya kusonga mbele, turudi nyuma katika clinical puzzle ya wiki iliyopita ambapo swali lilikuwa linahoji, je, kupiga mswaki mara 2 kwa siku kunasaidia kulinda afya ya kinywa na meno? Jibu sahihi ni ndio. Unashauriwa kupiga mswaki asubuhi unapoamka, lakini pia jioni kabla ya kulala ili kuweka kinywa chako kuwa safi na salama zaidi. Na baada ya kupata majibu ya clinical puzzle ya wiki iliyopita, kwa sasa tukatazame afya storyline. Watu wengi hutegemea ushauri wa marafiki, majirani au mtandao wakati wa kutumia dawa. Hata hivyo, mashauri hayo mara nyingi hayana msingi wa kisayansi na yanaweza kusababisha matatizo, kwa mfano kupitia kipimo kisichofaa au kuchanganya dawa kinyume na maagizo ya kitaalamu kunaweza kudhuru mwili. Baadhi ya dawa huwa na athari za muda mrefu ambazo zinaweza kuhitaji ukaguzi wa mara kwa mara na kupelekea afya kudorora. Pia dalili za ugonjwa zinaweza kufichwa na dawa na hivyo kusababisha ugonjwa kuendelea bila kutibiwa kwa wakati. Dawa zina uwezo wa kubadilisha mfumo wa mwili na kusababisha matokeo mabaya kama vile sumu, athari mbaya au hata kifo. Kila mtu ana haja kipekee ya afya. Kwa hivyo dawa inayofaa kwa mtu mmoja inaweza kuwa hatari kwa mwingine. Baadhi ya dawa huwa na viwango vya sumu vinavyoweza kusababisha madhara kwa ini, figo au mfumo wa neva ikiwa zitatumiwa kwa muda mrefu au kwa kiasi kisichofaa. Kwa mfano, matumizi ya dawa za maumivu kwa muda mrefu yanaweza kusababisha mtegemeo wa dawa au hata kusababisha shida za kibinadamu. Kuchanganya dawa bila kujua athari zake kunaweza kusababisha matatizo kama vile kushuka kwa presha ya damu, kusimama kwa moyo au kuzidiwa kwa dawa. Ili kuepuka hatari hizi, ni muhimu kutumia dawa tu kwa ushauri wa daktari au mtaalamu wa afya. Daktari atakupa kipimo sahihi kwa mwili wako. Kumbuka, afya yako ni muhimu zaidi kuliko haraka ya kupata tiba bila uhakika. Tumetoka kutazama afya storyline. Kwa sasa tukaangalie wadau wanaongelea vipi au wanauelewa gani kuhusiana na matumizi ya dawa bila kupata ushauri au kwenda kupata vipimo kwa daktari. Kwangu mimi, kwenye swala la matumizi ya dawa bila ushauri wa daktari linakuwa linaleta changamoto kubwa. Kwa sababu gani? Unapotumia dawa bila kufuata ushauri wa daktari unakukutwa na madhara kadha wa kadha. Matumizi ya dawa za kupunguza maumivu, mfano paracetamol ama dawa tatu, yamekuwa ni makubwa sana, ambapo wananchi wamekuwa wakitumia dawa hizo pasipo ushauri wa kitabibu. Hivyo unaweza kusababisha kuongeza sumu mwilini kwa kiwango kikubwa sana. Watu wanaogopa gharama kwenda hospitalini kupima, kwa sababu unakuta labda kabla hajapima anaambiwa gharama ya kumwona daktari shilingi kadhaa. Kwa hiyo mtu anaogopa kiwe kiasi kuliko kwenda direct kupima ugonjwa. Kwa hiyo inamlazimu aingie madukani kununua dawa labda paracetamol ameze tu. Naam, tumetoka kusikiliza wadau. Wametueleza namna wanavyoelewa kuhusiana na matumizi ya dawa bila vipimo vya kitabibu. Kwa sasa tukaungana naye Dr. Mnema Mganda ambaye ni daktari mstaafu na kwa sasa anafanya kazi katika famasi ya Mnema. Daktari, unaweza kutueleza ni madhara gani mtu anaweza akapata endapo atatumia dawa bila vipimo vya kitabibu? Neno dawa ni neno ambalo limezoeleka kwa watu wengi, lakini pia tunaweza kuangalia tafsiri yake kwa kifupi, kwamba kitu chochote ambacho kinaingia mwilini mwa mtu au kupakwa kwenye mwili wa mtu kikiwa na lengo la kumtibu au kuzuia ugonjwa fulani, hicho kitu tunaweza kusema hiyo ni dawa.
Dawa ziko katika mfumo mwingi. Inaweza kuwa ni katika mfumo wa sindano, inaweza kuwa katika mfumo wa vimiminika, inaweza kuwa katika mfumo wa unga, inaweza kuwa katika mfumo wa vidonge. Kwa hiyo dawa, katika hiyo yote niliyosema, kuna mambo mengi ambayo yanaambatana na dawa. Mtu anapoenda kutibiwa au kunywa dawa au akafika dukani akaomba dawa ili anywe bila kupata ushauri wa daktari au kuenda maabara kufanya vipimo, kuna hatari nyingi. Hatari ya kwanza ni kwamba anaweza kunywa dawa ambayo haiko sahihi kulingana na ugonjwa alionao. Hatari ya pili, tunakuja kwenye kipimo anachotakiwa kunywa. Inaweza kuwa ni chini ambayo itatengeneza matatizo mengine. Inaweza kuwa ni juu ikabadilika ikawa ni sumu badala ya kuwa dawa na ikamdhuru. Lakini pia kuna watu makundi maalum ambayo wana aina fulani za dawa wanazoweza kunywa na wasizoweza kunywa. Kwa mfano, wagonjwa akina mama wajawazito, kuna dawa zingine hawaruhusiwi kunywa, zinaweza zikaleta shida kwa watoto wao waliomo matumboni. Na sasa tukisalia hapo hapo, ni kwa nini watu hupata nafuu baada ya kutumia dawa bila hata ushauri wa kidaktari au bila hata kwenda kumuona daktari? Kama huyo mtu atakuwa amepatia dalili ambazo dalili akazipatia vizuri na zikafanana vizuri na ule ugonjwa ambao anautibu, ni rahisi kupata nafuu. Lakini vinginevyo hatapata nafuu, hali yake itaendelea kuwa mbaya. Na huo ulikuwa ni ufafanuzi kutoka kwa Dr. Mnema Mganda. Ametufafanulia kwa undani zaidi. Kwa sasa tukatazame clinical message. Wametuandalia nini kwa siku ya leo? Clinical message. Clinical message. Naam, tumetoka kutazama clinical message ya wiki hii. Kwa sasa turudi kwenye chumba cha daktari. Dr. Mnema, ni ushauri gani unawapatia hawa watu ambao wanatumia dawa bila hata ushauri wa kitabibu? Kitovu cha watu kupata maarifa ni elimu tu. Hakuna njia nyingine. Sasa unakuta kwamba kabla ya kunywa dawa, kila dawa tunayouza, ukifungua ndani utakuta kuna kipeperushi ndani yake ambacho kinaeleza dawa hii inatibu nini, dawa hii inafanyaje kazi, dawa hii inatengenezwa kwa kipi na kipi, dawa hii dozi yake ni kiasi gani, dawa hii inaweza kuwa utarajii unapoitumia inaweza kuletea madhara haya, dawa hii inapaswa kutumika kwa mtu wa namna hii, mtu wa hivi hapaswi kutumia. Kwa hiyo maelezo yote yapo. Tatizo, hatujajenga tabia ya kujisomea, kusoma na kutaka kujua ukweli kuhusu mambo. Hilo ni moja. Lakini kitu cha pili, siku hizi imekuwa ni rahisi, karibu kila sehemu kuna watu wanaotoa huduma ya afya. Kwa hiyo unaweza kumpata mtaalamu ambaye anahusika. Ukienda maabara, uliza habari ya maabara, watakusaidia. Ukienda pharmacy, uliza habari za pharmacy, watakusaidia. Ukienda kwa daktari, muulize daktari, atakusaidia habari za ugonjwa, atakusaidia habari za vipimo, atakusaidia kila kitu, utasaidiwa. Kwa hiyo hicho unaweza kutumia, hiyo ni njia ya pili unaweza kuitumia. Lakini njia ya tatu, kuna vyombo vya habari. Ninyi waandishi wa habari, mna jukumu kubwa katika jamii, kutuelewesha, kutufundisha kwa kupitia kwa wataalamu mbalimbali ambao mnaona kwamba wanatufaa. Mnaenda mnawahoji, mnachukua maandishi, mnarusha hewani, Instagram, sijui wapi huko. Ninyi mnajua zaidi kuliko mimi. Unaweza kurusha na watu wakapata taarifa. Tumetoka kumsikiliza Dr. Mnema, ametupatia ushauri kadha wa kadha kuhusiana na matumizi ya dawa bila vipimo vya kitabibu. Kwa sasa tukatazame clinical puzzle ya wiki hii. Clinical puzzle. Clinical puzzle. Na hiyo ni clinical puzzle ya wiki hii. Mtazamaji, unaweza kutupatia majibu yako kupitia sehemu ya comment ili tuweze kupata majibu tofauti tofauti na ya kutuelimisha zaidi.
Kwa sasa sina la ziada, nitoe shukrani zangu kwa timu mzima ya Home Clinic pamoja na Dr. Mnema Mganda. Mimi ni Lucy Zakaria, tukutane kipindi kijacho. Home Clinic.